Ili wewe kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, ungana nasi kwa kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu, kwa habari zote za kimichezo na burudani, usajili, uchambuzi, True Talk, ukweli unaongea. Ujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo. Mimi nikukaribishe na nikualike katika chaneli yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, hususan tetesi za usajili, uchambuzi, msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, tathmini ya namna ambavyo ligi inaenda na yale yote ambayo yanahusisha masuala mazima ya kimichezo. Kwa habari zote za kimichezo na burudani utazipata hapa katika channel yako pendwa kabisa ya True Talk. Na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, mimi nitumie nafasi hii pamoja na fursa hii ya kuweza kukukaribisha pamoja na kukualika kwa wewe mdau wangu wa nguvu ambaye ni mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi. Tafadhali sana nimekusifanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Yako mengi sana ambayo yamejiri huko viwanjani siku hapa ya leo, lakini pia ikiwa tunafahamu kabisa ya kuwa tuko kwenye raundi ya 24 kwenye michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu wa mwaka 2025-26, na mpaka sasa tunafahamu kuwa Yanga anaongoza ligi kwa sasa akiwa na alama 54, lakini michuano bado inaendelea. Simba Sports Club anayefukuzia ubingwa kibabe akiwa na alama 52, ni tofauti ya alama 2 tu pekee, yuko kwenye nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini kabla hatujatizama kuhusiana hayo, ikumbukwe hii leo bwana tunaruka iwana kikosi cha wanakwenda Simba Sports Club ambao tunafahamu ya kwamba hapo jana wamewasili kule mkoani Tanga kwa ajili ya kwenda kuwakabili Coastal Union hapo kesho. Itakuwa ni majira ya saa 12:30 za jioni hapo kesho kwenye mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ikiwa ni raundi ya 24. Sasa kuelekea katika mchezo huu hapo kesho, makocha wamezungumza, lakini pia baadhi ya wachezaji ambao wamepata nafasi ya kuzungumza wameweza kutoa mawili matatu kuhusiana na mchezo hapo kesho. Lakini moja kati ya vitu ambavyo kocha wa klabu ya Simba Steve Becker amezungumza ni kuwa amesema nitanukuu kama alivyoandika, tunamheshimu mpinzani na tunaingia kwenye mechi ya kesho kuonyesha kiwango kizuri kulingana na maandalizi mazuri yaliyofanyika kwa wachezaji wangu, naamini tutakwenda kupata ushindi kwenye mchezo huu. Ni maneno yake kocha wa klabu ya Simba Steve Becker ambaye amezungumza na vyombo vya habari. Lakini pia kwa upande wa mchezaji ambaye alipata nafasi ya kuweza kuzungumza alikuwa ni David Kameta Adichu ambaye pia nitanukuu kama alivyoandika, anasema kuwa baada ya mchezo uliopita wachezaji wote tumefanya maandalizi mazuri na kila mmoja yupo tayari na morali ya hali ya juu ili kupata nafasi katika mchezo wa kesho na kwenda kupambania pointi 3 muhimu. Malengo yetu ni kushinda kila mchezo ulioko mbele yetu. Ni maneno yake David Kameta Ducho ambaye pia alipata nafasi ya kuweza kuzungumza kuhusiana na mchezo wa hapo kesho dhidi ya Coastal Union. Sasa taarifa nyingine ambazo niko nazo hapa mezani kwangu ni kuhusiana na namna ambavyo ligi inaenenda, lakini pia tetesi za usajili, uchambuzi kuhusiana na namna ambavyo tetesi hizi za usajili zinaendelea. Tunafahamu yako mengi sana ambayo yamejiri huko katika mitandao ya kijamii, lakini pia huko kwenye ulimwengu wa soka ama huko viwanjani. Lakini tukizungumzia klabu ya wanakwenda Simba Sports Club, ziko taarifa kadha ambazo niko nazo hapa mezani kwangu ambazo zinahusisha pia majina ya baadhi ya wachezaji ambao wanaripotiwa kumaliza mikataba yao. Wako ambao wanaitumikia klabu ya Simba kwa mkopo. Hapa nawazungumzia wachezaji kama Rushin Dirak pamoja na Neo Maema wakitokea pale Afrika ya Kusini kutoka katika klabu ya Mamelodi Sundowns. Wawili hawa walitokea kutoka katika klabu hiyo wakitumikia klabu ya Simba kwa mkopo kwa ingawaje kwa upande wa Rushin Dirak yeye amekwisha kusaini mkataba mwingine na klabu ya Simba. Itakuwaje kwa Neo Maema ambaye dili lake ama mkataba wake unakwenda kumalizika hivi karibuni?
ziko taarifa ambazo zilikuwa zikisambaa kwa kasi kweli kweli zikijaribu kuzungumza kuwa ama kuelezea kuwa Neo Maema mara baada ya kuweza kumaliza mkataba wake wa mkopo na klabu ya Simba atarejea Afrika ya Kusini kukitumikia kikosi cha Mamelodi Sundowns. Lakini taarifa nyingine pia zinaeleza kuwa Simba wako kufuatilia dili hili kwa ukaribu zaidi kuhakikisha kwamba wanakwenda kuinasa saini yake kabla ya mkataba wake kuweza kumalizika na kutimkia huko Afrika ya Kusini ambako ametokea katika klabu yake mama ya Mamelodi Sundowns. Lakini ukweli uko vipi? Hii leo katika pita zangu kwenye mitandao ya kijamii nikakutana moja kati ya taarifa ambazo kiujumla zimenifanya nije ama niruke hewani kuja kushare na wewe taarifa hizi kama mdau wangu wa nguvu, kama mwana TikTok ambaye kila siku umekuwa ukitufuatilia hapa ndani ya TikTok. Na taarifa hizi zinamhusisha pia Neo Maema ambaye mkataba wake unaelekea tamati kuelekea katika msimu huu wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao pia unaelekea mwishoni. Tunafahamu ya kwamba tuko mbioni tukielekea kutamatisha msimu huu mwaka 2025-26 tukiwa kwenye raundi ya 24 kwenye michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini sanjari na hayo mkataba wa Neo Maema unaelekea ukingoni, ikiwa mara baada ya ligi kuweza kutamatika Neo Maema atakuwa amemaliza rasmi mkataba wake na klabu ya Simba ikiwa ni inaitumikia klabu hiyo kwa mkopo akitokea Afrika ya Kusini katika klabu ya Mamelodi Sundowns ambao walimtoa kwa mkopo chini ya usimamizi wa kocha Steve Barker ambaye kwa mwanzo alikuwa ni Fadlu Davis. Tunafahamu Fadlu Davis ndiye aliyewaleta Roshan Derag pamoja na Neo Maema. Lakini pia mara baada ya ujio wa Steve Barker ambaye pia ametokea pale Afrika ya Kusini akitoka kinoa kikosi cha Stellenbosch FC, amekuja na baadhi ya wachezaji wengine akiwemo Ismail Olivier Latule na wengine ambao pia wanatajwa sokoni ya kuwa wanahusishwa na klabu ya Nakodo Simba Sports Club, akiwemo Fawaza Basadian, Jaden Adams. Wote hao wametoka kwenye mikono ya Steve Barker. Ismail Olivier Latule naye wote hao wametoka kwenye mikono ya Steve Barker mwenyewe ambaye anawafahamu vyema kabisa viongozi wa pale Afrika ya Kusini. Kwa hiyo kuna nini hasa ambacho kimejiri ama kinaendelea huko chini ya kapeti kumhusisha Neo Maema na dili lake la kurejea kule Afrika ya Kusini ikiwa mkataba wake unaelekea tamati? Taarifa zinaeleza kuwa Neo Maema ameongeza mkataba mwingine na klabu ya Wekundu Simba Sports Club. Ingawaje taarifa hizi bado hazijawa rasmi katika vyanzo vya habari vya klabu husika, bado hawaja confirm kwamba Neo Maema ameongeza mkataba mwingine na klabu hiyo ama mkataba wake mara baada ya kuweza kuisha atarejea Afrika ya Kusini. Lakini mimi nataka nikusanue jambo moja kwamba taarifa zozote huwa zinaanza kama uvumi wa tetesi kabla ya kuwa dili halisia. Tunafahamu ni taratibu za mpira wetu wa Afrika na mpira wa duniani kwa ujumla, lazima zianze tetesi kabla ya kuwa dili halisia. Kwa upande wa Neo Maema mimi nafikiri kwamba dili hili yamkini likatimia kweli kweli, lakini pia tunafahamu kwamba Neo Maema amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na kiwango bora sana kuna katika kikosi cha Wekundu Simba Sports Club kwa msimu huu ambao ametumikia klabu hiyo na chini ya usimamizi wa kocha Steve Barker akitokea pale Afrika ya Kusini. Ni moja kati ya makocha ambao pia wanafanya kazi kubwa kweli kweli. Tunafahamu kwamba Neo Maema amekuwa kwenye ile first 11 ya kikosi cha Simba, hajakosekana kwa mechi nyingi. Kwa hiyo amekuwa kianza kwenye first 11 chini ya usimamizi wa kocha Steve Barker, ikiwa ni moja ya makubaliano na klabu ya Mamelodi Sundowns kwenye mkataba wake, zinaeleza hivyo pia. Lakini tumeona kiwango chake hajawa na msimu ambao ni mbovu kwa upande wa klabu ya Wekundu Simba Sports Club. Tumefahamu tumeona uwezo wake, tumeona namna ambavyo ana ability kubwa ya kutoa pasi, passing range, ana namna ambavyo anatafuta macho ambayo yako sahihi na pasi ambazo amekuwa akipiga kwa wachezaji wenzie zimekuwa zikiwafikia warengwa bila kuzuiliwa na watu ama kuzuiliwa na mchezaji yote. Nafikiri pia kwa uwezo ambao ameonyesha kwa klabu ya Wekundu Simba Sports Club kwa kipindi hichi, pengine inaweza kushawishi uongozi wa klabu ya Simba kuwashawishi Mamelodi Sundowns kwa lengo la kuongeza mkataba mwingine, either iwe kwa mkopo au iwe kwa kumnunua rasmi. Kwa hiyo Simba watahitaji mazungumzo na klabu ya Mamelodi Sundowns ili kuona ni namna gani wanakwenda kumbakisha Neo Maema kuna katika kikosi hicho ili kutoa huduma yake kuelekea katika michuano ya msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michuano ya msimu ujao ya kimataifa ambayo Simba ataenda kushiriki. Na mimi nitakuwa ni ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo kwa upande wa Mamelodi Sundowns nafikiri watatoa maamuzi kuhusiana na nini kifanyike kuhusiana na dili la mchezaji huyu Neo Maema ambaye taarifa zinaeleza kuwa mkataba wake unaelekea ukingoni hivi karibuni. Lakini Neo Maema kwa upande wangu ni moja kati ya wachezaji ambao ni muhimu sana na ni kiungo muhimu kwa upande wa klabu ya Simba. Tumeona mchango wake mkubwa kwa namna ambavyo ameperform katika msimu huu ambao unaenda kumalizika. Kwa hiyo tutarajia kuona makubwa, na kama taarifa hizi ni sahihi basi nafikiri ni taarifa njema kwa upande wa mashabiki wa klabu ya Wekundu Simba Sports Club. Kwa hiyo unapaswa kufurahia
ingawaje si kwa kiwango hicho sana. Tunapaswa kuwa watulivu na kusubiri taarifa rasmi kutoka katika vyanzo husika vya club ya wanakuta Simba Sports Club iwapo Neo Maema ameongeza mkataba au la. Lakini nafikiri probability ni kubwa ama uwezekano ni mkubwa, kwa sababu tunaye Steve Barker ambaye pia ametokea pale Afrika ya Kusini. Kwa hiyo nafikiri hili linaweza kusababisha urahisi zaidi wa Simba kuweza kukamilisha dili la kumsajili Neo Maema. Lakini pia Kaizer Chiefs wanatajwa pia sokoni, wanatajwa na kuhusishwa sokoni kuinasa kuiwinda na kuinasa sign ya Neo Maema. Kwa hiyo sio rahisi sana, ila tutarajia kuona makubwa kuelekea katika msimu huu wa dirisha kubwa la usajili linaloenda kufunguliwa hivi karibuni. Na nitema sajina ni tuto kama ribada hapa, huwa tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Na kama ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, tafadhali sana fanya kubonyeza neno subscribe ambayo ipo chini ya video upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe, utakuwa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tutoka tunaziposti kwenye channel yetu. Binafsi sina jingine la ziada la kuzungumza, lakini usisahau kutuandikia maoni yako hapo chini ya video hii na kutuambia pia ya kwamba unatufuatilia ukiwa maeneo gani, na usisahau kulike video pamoja na kushare maoni yako hapo chini na kutuambia pia kuhusiana na hiki ambacho nimeshare na wewe hapa kuhusiana na dili la Neo Maema na namna ambavyo ligi pia inaenenda. Coastal Union wataenda kukichabanga na Simba Sports Club hapo kesho wakiwa nyumbani. Itakuwa ni mchezo mgumu kweli kweli, kwa tujiandae kushuhudia kipute kitakachopigwa pale mkoani Tanga katika uwanja wa Sheikh Amri. Nafikiri itachezwa huko. Kwa hiyo nitakufahamisha kile ambacho kitakuwa kinazidi kuendelea huko viwanjani. Uwe wakati mwema, bye bye.